BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba kuzingirwa kwa Marekani kwa bandari za Iran pamoja na vitisho ndio vizuizi vikuu vya mazungumzo ya kweli. Kwenye mtandao wa kijamii pia ameshutumu Marekani kwa matamshi ambayo anasema ni ya kinafiki. Wakati huo huo, msemaji wa ikulu ya White House amesema Rais Trump hajaweka wakati ambapo muda wa usitishaji mapigano aliotangaza jana usiku utakapokamilika. Taarifa zaidi na Sarafina Robi. Mpatanishi mkuu wa Iran katika mazungumzo na Marekani anasema haiwezekani kwa mlango bahari wa Hormuz kufunguliwa kutokana na ukiukaji wa wazi wa usitishaji vita wa Marekani na Israel. Katika mtandao wa X, Mohammed Bagher Ghalibaf anasema ukiukaji huo ni pamoja na vizuizi vya jeshi la majini la Marekani kwenye bandari ya Iran ambavyo anasema ni sawa na kuchukua mateka uchumi wa dunia pamoja na uchochezi wa Israel katika nyanja zote. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema Iran bado ipo tayari kwa mazungumzo, ila kuongeza kwa kusema ukiukaji wa ahadi, vikwazo na vitisho ni vikwazo vikuu vya mazungumzo ya kweli. Awali ilionekana kwamba Marekani na Iran zingefanya mazungumzo mapya ya amani nchini Pakistan wiki hii, ila bado hayajaanza. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kurefusha muda wa usitishaji vita kati ya Marekani na Iran ambapo ulipaswa kumalizika hapo jana siku ya Jumatano. Msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt baadaye alifafanua kwamba kuongeza muda kwa Trump ni wazi na hana makataa mapya. Aliongeza kuwa Trump ameridhishwa na vikwazo vinavyoendelea vya Marekani dhidi ya Iran na anaelewa kuwa Iran iko katika hali dhaifu sana. Alipoulizwa na wanahabari ni lini vita hivyo vitamalizika, Leavitt alisema kuwa ni Rais Trump kuamua na atafanya hivyo wakati anahisi kuwa ni kwa manufaa ya Marekani na watu wa Marekani. Kwa hakika kuna mgawanyiko mkubwa wa ndani. Hivi ni vita kati ya wanaoangazia uhalisia wa mambo na wenye msimamo mkali nchini Iran. Hivi sasa na rais anataka majibu ya umoja. Kwa hivyo tunapongojea majibu hayo, kuna usitishaji wa mapigano na jeshi pamoja na mashambulizi, ila operesheni ya Economic Fury inaendelea pamoja na vizuizi vya majini. Maoni ya hivi punde ya msuluhishi wa Iran yanajiri wakati mapigano yakiendelea katika njia hatari ya majini, njia muhimu ya kimataifa ya meli, huku Iran ikitangaza kuwa imezikamata meli mbili kwenye mlango huo wa bahari. Sasa Iran inasema meli mbili za mizigo zilizuiliwa katika mlango bahari wa Hormuz kwa ukaguzi. Tangazo hilo linafuatia ripoti za mashambulizi dhidi ya meli 3 za mizigo katika mlango huo wa bahari. Ni taarifa yake Sarafina Arobi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuidhinishwa kwa mkopo wa dola bilioni 100 na mabalozi wa Umoja wa Ulaya kwa Ukraine ni kutuma ujumbe kwa Urusi. Fedha hizo zinapaswa kutolewa baada ya Hungary kuondoa kura yake ya turufu na Ukraine kuanza tena kusafirisha mafuta ya Urusi kupitia bomba lake kuelekea Slovakia pamoja na Hungary. Kiev inasema iliweza kuanza tena operesheni baada ya uharibifu kurekebishwa kutokana na mashambulizi ya Urusi. Nchi wanachama Umoja wa Ulaya zinatarajiwa kukamilisha mkopo huo leo Alhamisi. Waziri wa uchumi wa Slovakia Denisa Sakova anasema fedha hizo ni muhimu sana kwa Ukraine. Hizi ndizo pesa tunazohitaji ili kuiweka Ukraine hai, uchumi na miundombinu yao ambayo jamii inahitaji kuendelea kuishi katika kipindi cha wiki 2 na miezi kadhaa ijayo. Na ndiyo, kwa kweli, kwa ulinzi pia, lakini kwanza kabisa tunazungumzia kuhusu uchumi wetu. First of all, we are talking about our economy. Ingawa mkopo huo ulikubaliwa Disemba mwaka uliopita, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban alipiga kura ya turufu juu ya malipo hayo mwezi Februari baada ya Ukraine kusema uharibifu uliosababishwa na shambulio la Urusi umesimamisha usambazaji wa mafuta. Vyanzo vya mafuta na serikali vya Ukraine viliwaambia maafisa wa Hungary na Slovakia kwamba kusafirisha mafuta kumeanza tena saa chache baada ya mabalozi wa Umoja wa Ulaya EU kuanza kujadili mkopo huo. Hungary ilikuwa imetaka mafuta kuanza kusambazwa tena kabla mkopo kulipwa, na Ukraine ilithibitisha kwamba ukarabati umekamilika siku ya Jumanne. Mwendesha mashtaka ameomba mahakama kuu kudumisha adhabu ya kifungo cha maisha jela kwa Beatrice Munyenyezi kwa makosa ya mauaji ya kimbari na ubakaji wa wanawake wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Hii ni adhabu aliyopewa na mahakama ya ngazi ya juu ya Huye mnamo mwaka 2024 baada ya kupatikana na hatia. Munyenyezi na mawakili wake wanadai kwamba maelezo ya mashahidi yanatofautiana na kwamba ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka hauna msingi.
Beatrice Munyenyezi alirejeshwa nchini Rwanda mwaka 2021 na serikali ya Marekani, kama anavyoripoti zaidi hapa Ive Buchana. Upande wa mashtaka umejenga hoja yake kwa madai kuwa katika rufaa yao Munyenyezi na mawakili wake wameshindwa kutoa ushahidi mpya wa kupinga ule uliotolewa katika mahakama ya mwanzo uliomtia hatiani kwa makosa 4, ikiwemo kutekeleza mauaji ya kimbari na kushirikiana katika mauaji hayo. Mahakamani, waendesha mashtaka walisisitiza kuwa wanashikilia maelezo ya mashahidi walioshuhudia kwa macho yao wenyewe, wakidai kuwa mashahidi hao hawakujichanganya wala kushindwa kutambua mshukiwa. Upande wa mashtaka ulisisitiza zaidi tukio la kuuawa kwa Mtawa baada ya kubakwa na wanamgambo Interahamwe katika chumba cha chini cha iliyokuwa hoteli ya Ihuriro. Inadaiwa alibakwa kwa amri ya Munyenyezi, kisha Munyenyezi mwenyewe akamuua kwa kumpiga risasi ya bastola, kama alivyoeleza mmoja wa mashahidi. Katika hitimisho lao, mawakili wa Beatrice Munyenyezi waliambia mahakama kuwa maelezo ya mashahidi yaliyotumika kumtia hatiani yanapingana kuhusu muda na namna Mtawa huyo alivyouawa, licha ya mashahidi hao kudai walikuwa kwenye kizuizi cha barabarani kila siku pamoja na Munyenyezi. Munyenyezi alishtakiwa kwa kuwaua watu 4 yeye mwenyewe kwa kuwapiga risasi, kushiriki katika kuweka kizuizi cha barabarani ambapo Watutsi waliuawa, na kuhamasisha wanamgambo Interahamwe kubaka wanawake kabla ya kuwaua. Waendesha mashtaka walipinga nyaraka na ushahidi uliotolewa na utetezi, ikiwemo nyaraka zinazodaiwa kutoka mahakama ya ICTR au iliyokuwa tume ya Rwanda ya kupambana na mauaji ya kimbari. Ushahidi huo ulinuia kuonyesha kuwa jina la Munyenyezi halimo kwenye orodha ya waliofanya mauaji katika mji wa zamani wa Butare au waliopewa silaha. Mwendesha mashtaka alidai kuwa ushahidi wowote lazima uwe na chimbuko linalojulikana na uwe wa asili, na kuomba mahakama kutozingatia nyaraka hizo katika uamuzi wake. Mahakama imetangaza kuwa hukumu ya kesi hiyo itasomwa tarehe 30 mwezi Julai. Naam, asante Ive Buchana. Na sasa leo hana jezi, leo ni birthday boy. Happy birthday to you. Wacha bana. Hatari. Nisingekuwa mtangazaji, huenda ningekuwa mwimbaji. Fanya jambo basi, mkono mtupu ulambwe siku. Zaidi ya miongo mitatu, endelea kuishi zaidi na zaidi. Tupashe habari na salamu kwa wana Arsenal kileleni. Fyap. Wameondolewa tena kama kaida yao, na huenda wasichukue ubingwa Skola. Na sio mara ya kwanza. Hata msimu uliopita na mingine walikuwa wakikaa mpaka dakika za mwisho wanaondolewa. Sasa ligi kuu soka imeendelea kama unavyosema hapo, ambapo Man City wameendelea na harakati zao na kurejea kileleni kutaka kunyakua taji la Premier baada ya ushindi wa 1-0 dhidi ya Burnley, ambao vile vile nayo imeshushwa daraja. City hawajakaa kileleni tokea mwanzo wa msimu, lakini mfululizo wa mechi 11 bila kufungwa umewafanya kuwapita the Gunners, zikiwa zimesalia mechi 5. Kumbuka mchezo uliopita pia ulifunga Arsenal ile juzi ile. Mchezo mwingine ulikuwa baina ya Bournemouth dhidi ya Leeds ambao walitoka 2-2. Tottenham Hotspur wanatazamia kumteua mwanasaikolojia kwa kikosi chao cha kwanza cha wanaume baada ya meneja Roberto Di Zerbi kusema kwamba wanahitaji kubadilisha mtizamo na mawazo. Spurs wameteremka hadi kwenye nafasi 3 za mkiani za Premier League baada ya kucheza mechi 15 za ligi bila ushindi wowote. Di Zerbi aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa Spurs msimu huu mwishoni mwa mwezi Machi, lakini amevuna pointi 1 pekee katika michezo 2. Kwenye ugomvi unaolipa Mandondi Skola, Edin Han ametaja pambano moja ambalo anahisi haliyepukiki kwa Naoya ambaye kwa lazima atetee taji lake la uzani wa Super Bantam dhidi ya Junto Nakatani wa pale Japan. Pambano wa Japani hao utafanyika katika ukumbi wa Tokyo Dome Mei 2, ukitarajiwa kuhudhuriwa na watu 55,000 na arifiwa kwa moja mapambano yanayosubiriwa kwa hamu kabisa. Tetesi za soka hapa. Paris Saint-Germain wameanzisha mawasiliano na wakilishi wa kiungo wakati Ureno mwenye umri wa miaka 21 wa West Ham Mateus Fernandes. Chelsea inaandaa orodha fupi ya mameneja na nafasi ya Liam Rosen, huku mkufunzi aliondoka Bournemouth Andoni Iraola akiwa miongoni mwa wale wanaotajwa. Na vile vile Barcelona wanamtaka Marcus Rashford mwenye miaka 28 kusalia kwa mkopo mwingine tena msimu huu na kuondoa uwezekano wa kuuzwa kwa pauni milioni 26 kutoka Manchester
Hakuna mpira ambao unahitaji vikongwe kucheza mchezo, samahani, kwa sababu michezo mingi wengi wanastaafu mapema, kina Anthony Joshua au kina Floyd Mayweather ambao walikuwa matishio, alafu mwisho wa siku unaona kabisa wanaachana nao ama umri unawatupa. Hakuna ambao mpaka vikongwe, yani unaendelea wanaocheza ukiwa wamezeka zaidi ni huko Japan. Japan unaishi umri mrefu sana. Kwa hiyo wengi ukuta miaka 55 mtu bado anacheza mpira. Nitakutafutia moja ya wanasoka ambao wanacheza nipeleke huko ili nikiwa kikongwe niwe kibibi ambacho. Naondoka kama kawaida Scholar. Happy birthday by the way. Asante. Wewe unasema kwamba ulishawahi kupelekwa kasi na maisha mpaka ukaona tofauti ya wewe na bodaboda ni mafuta tu.